Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam as-sadiqul amin. Ndugu zetu watazamaji wa chaneli yetu ya Masjid Songea Online TV, bado tunaendelea kuwakaribisha katika kipindi chetu pendwa, kipindi cha Elimika na Malenga. Ikumbukwe kuwa kipindi cha Elimika na Malenga ni kipindi ambacho kinawaalika walimu mbalimbali, mashekhe mbalimbali, wahadhiri mbalimbali, pasina kusahau masala mazima ya kijamii. Na leo hii ni siku nyingine tena tupo katika mwendelezo wa kipindi chetu hiki, na katika kipindi hiki tulikuwa tukizungumzia masala ya ibada ya saumu. Kwa kuwa sasa hivi tupo katika mwezi mtukufu wa Rajab, na mwezi unaofuata kwa idhini yake Mwenyezi Mungu utakuwa ni mwezi wa Shaaban, na kisha baada ya hapo mwezi utakaoingia itakuwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kwa kuwa ibada ya saumu ni ibada ambayo ni miongoni mwa nguzo katika Uislamu, basi moja kwa moja ndani yake kuna maandalizi ya aina mbili. Maandalizi ya aina ya kwanza, inatakiwa Muislamu ajiandae katika masala mazima ya kielimu. Yani ya kielimu maana yake ni kwamba aijue saumu yake kwamba je, inaswihi vipi, inaharibika vipi, yepi amekatazwa katika ibada ya saumu na kadhalika. Lakini pia katika jambo la pili, inatakiwa mfungaji baada ya kuyafahamu yale yanayotakiwa, basi moja kwa moja awe ni mwenye kutekeleza vile ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuongoza katika ibada hii. Kwa hiyo hapo sasa ndio tunaweza tukazipata zile fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bado tunaendelea kushikamana pale pale ya kuwa kama vile walivyosema ahlul ilmi ya kuwa wa kullu bighairi ilmin ya'mal, na kila mtu ambaye yeye hana elimu ya ibada fulani alafu kisha akaitenda ile ibada pasina kujua, pasina elimu, pasina ujuzi wa ibada ile, basi tunaambiwa kwamba a'maluhu mardudan la tuqbal, moja kwa moja ibada yake hiyo haitokubaliwa na itakuwa ni yenye kurejeshwa. Kwa hiyo hili moja kwa moja linatupa nguvu katika ile hali ya kuwa kuna wajibu juu ya kila Muislamu ajiandae kabla bado hajaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba namna gani somo inaswihi, vipi inavyotakiwa, ili aweze kuifunga katika ile misingi na utaratibu ambao unaotakiwa. Na hapo sasa ndipo mfungaji atakapoweza kufikia ile hatua ya uchamungu, kwa sababu somo itakuwa ameifunga vile inavyopasa. Kwa hiyo katika kipengele chetu cha leo tuko katika mlango unaozungumzia walisihati somu shurutu, kwamba ama kusihi kwa ibada ya somu kuna masharti yake. Kwa hiyo leo tunafanya mwendelezo katika sehemu ifuatayo. Sheria inatueleza ya kuwa fa in akala au shariba nasiyan au jahilan, fa in akala au shariba nasiyan au jahilan, kama endapo mfungaji atakula au atakunywa lakini katika namna ambayo yeye amesahau, au labda akawa yeye ni mtu jahili, kwa maana kwamba ni hajui kwamba mimi nikila au nikinywa saumu yangu itakuwa imeharibika, yeye hajui. Na mtu kama huyu sheria ikaja kusema ya kwamba huyu ni yule mtu ambaye ametoka kusilimu hivi karibuni,
au ni yule mtu ambaye ameishi katika miji ya mbali, yani sehemu ya mbali kabisa na mijini ambako hakuna mtu yoyote mwenye kuelewa hukumu hiyo, huyu ndiye ambaye atakayesamehewa na sheria. Lakini pia akaendelea kusema ya kwamba qalilan au kathira, ikiwa kula kwake itakuwa amekula sana au amekula kidogo, basi hilo moja kwa moja ni kwamba halitoharibu ibada ya saumu. Na hili ni kutokana na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale aliposema ya kwamba idha nasiya fa akala au shariba, kama endapo mfungaji atakuwa ni mwenye kujisahau akala au akanywa, falyutimma saumahu, basi aikamilishe, aendelee na saumu yake. Kwa nini? Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, kwa sababu yule ambaye aliyesahau moja kwa moja anakuwa ni mwenye kulishwa na Mwenyezi Mungu, ndiye aliyemlisha au aliyemnywesha. Kwa hiyo kama endapo mfungaji itafikia mahala akawa amesahau akala au akanywa kwa namna ambayo ni ya kusahau, basi moja kwa moja saumu yake itakuwepo. Lakini pia sheria katueleza katika jambo lingine, wala yuftiru bighubaru tariq, na wala haitoharibika saumu ya mfungaji kutokana na mavumbi yale ya njiani. Wa in ta'ammada fathu famihi, hata kama itakuwa atafanya makusudi kuacha mdomo wazi, lakini moja kwa moja saumu yake haitoharibika kupitia katika mavumbi hayo ya barabarani. Na hili ni kutokana lisuubati al-ihtirazu minhu, ni kwa sababu tu ya ile hali ya uzito wa kujitenga na jambo kama hili. Haitowezekana mfungaji leo hii amefunga, baada ya kuwa amefunga basi mdomo au wache wazi kutwa mzima ajiepushe na vumbi. Hapana, hilo ni jambo ambalo haliwezekani kujiepusha nalo. Kwa hiyo hili pia vile vile ni jambo ambalo kwa mfungaji halitoweza kuharibu somo yake. Lakini jambo lingine, wala biballighi riq, lakini pia kwa yule mfungaji ambaye yeye atayameza mate yake yeye mwenyewe tahiran khalis, yale mate yakiwa yako tahara na ikawa ni mate halisi, basi moja kwa moja ni kwamba hata saumu yake huyu haitoharibika, muda wa kuwa mate yale hayajachanganyika na kitu chochote kama vile damu au kitu chochote kile kinyume na hivyo, saumu yake itakuwa bado ipo hai. Lakini pia sheria katueleza kuwa idha balagha fil madmadha au al-istinshaq, kama endapo mfungaji atafikisha maji kwa namna ambayo ni ya kusukutua au kwa ajili ya kusukutua au kwa ajili ya kupandisha maji puani wakati ule wa kutawadha wa kutia udhu, faghalabahu shay'un min alma, ikampita sehemu mojawapo, ikaingia sehemu mojawapo ya maji, fawasala ila hulqihi, yale maji yakafika mpaka kooni kwake, kwa maana kwamba yakazama ndani. Ikiwa hivyo, basi moja kwa moja sheria inatueleza fa innahu yajibu alayhi alqada, itampasa juu ya mfungaji huyu yeye kuirudia saumu hii, sawaan kana yaf'alu dhalika fi tahara, sawa sawa kwamba hata kama alikuwa mtu huyo alikuwa anafanya hivyo kwa ajili ya kutafuta utahara, yani mathalan kwamba yale maji yamemshinda au yale maji ni kwamba yamezama ndani, yameingia, yamefika mpaka tumboni kwa sababu kwamba yeye alikuwa anatia udhu, au labda pengine kwa sababu yeye alikuwa anaoga, yakafika sababu ikawa ni hizo, basi moja kwa moja itamwajibikia pia kuja kuilipa saumu hii. Lakini huyu hatotakiwa kula kwa sababu saumu yake tayari imeshakatika, atatakiwa ajizuie, kisha baada ya hapo ndiyo aje ailipe saumu hiyo. Na hili ni kutokana na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale Laqitu bin Sabra alipomuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, akhbirni anil udhu, ebu nipe habari kuhusiana na swala zima la udhu. Faqala sallallahu alayhi wasallam,
Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama akasema kumwambia Sabra, akamwambia kwamba idha tawadha'ta, utakapokuwa unatawadha, fabligh fil madmadha wal istinshaq, basi pandisha maji puani na uskutue. Ma lam takun saiman, muda wa kuwa kwamba muda huo wewe haupo kwenye saumu. Ina maana kwamba kama endapo utakuwa uko ndani ya ibada ya saumu, basi hakutokuwa na ulazima wowote wa wewe kupandisha maji puani, na wala hakutokuwa na ulazima wowote wa wewe kuskutua, na wala haisemi kwamba kuna watu wengine wanafikia mahala mtu anapiga mswaki katika ule mchana wa saumu, na lengo lake kwamba tu anaondoa ule uchafu ambao upo katika mdomo wake, kuona kwamba labda pengine kwake yeye ni kero, lakini harufu ile ambayo inayotoka kwenye kinywa cha mfungaji, atyabu min rihil miski, harufu ile inampendeza sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko harufu ya miski. Kwa hiyo kilichokuwa bora ni kubaki vile vile. Kinyume na hivyo, unaweza ukaskutua, unaweza ukapandisha maji puani, lakini tatizo lake huenda inaweza ikafikia hatua hiyo ikawa maji ni yenye kupita, na hapo moja kwa moja itakuwajibikia wewe kuja kuirejea tena saumu hiyo. Inshallah kwa leo tutakuwa ni wenye kuishia hapa, panapo haina majaliwa insha Allah. Wakati mwingine tena tutaendelea katika kipengele kingine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.